Habari za sport zote pale mlipo. Hii ni taarifa ya habari kutoka hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki na mimi Jacqueline Selemu. Karibuni. Watazamaji wetu, kumbuka tu kwamba taarifa hii ya habari mnaweza mkafuatilia moja kwa moja kupitia akaunti zetu za YouTube na Facebook kwa anwani ya ITV Tanzania. Wakazi wa mkoa wa Dodoma wametaka serikali kuweka mikakati mbadala ya kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa malaria katika mikoa inayoongoza kwa kiwango kikubwa cha maambukizi ya malaria, ikiwemo mkoa wa Tabora, Mtwara, Kagera na Mara, kwa lengo la kupunguza vifo vitokanavyo na ugonjwa huo. Kutoka jijini Dodoma, Agnes Nyamaru anayo taarifa zaidi. Wakizungumza na ITV kwa nyakati tofauti, baadhi ya wakazi wa mkoa wa Dodoma katika kuadhimisha siku ya malaria duniani ambayo huadhimishwa kila ifikapo Aprili 25 kila mwaka, wakazi hao wanatoa maoni mseto juu ya ugonjwa huo. Kule Tabora ipeleke zile jitihada ambazo zilifanyika huko kwenye mkoa kuanzia wa kwanza mpaka kufikia huko, basi ipeleke hizo jitihada kule Tabora. Mimi naamini itakapofanya hivyo hata kule Tabora itafanya vizuri. Maambukizi yatapungua kwa asilimia nyingi. Naomba serikali isaidie vyandarua, isaidie madawa, isaidie hata watu hospitalini, punguze malaria kwa ajili ya watoto na wamama wajawazito kama hawa hapa. Awali akitoa taarifa juu ya ugonjwa huo, Waziri wa Afya Mheshimiwa Jenista Mhagama anatanabaisha takwimu za ugonjwa huo nchini. Zinaonyesha kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa malaria kimeendelea kupungua kwa takribani upungufu wa 45% kutoka 14.8 kwa mwaka 2015, na sasa tumeweza kufanikiwa kufika 8.1. Takwimu hizo zinaonyesha pia kwamba mkoa wa Tabora bado unaongoza kuwa na kiwango kikubwa cha maambukizi ya malaria kwa 23%. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Mhagama anaeleza mikakati ya serikali katika mapambano dhidi ya malaria ili kutokomeza changamoto hiyo kwenye jamii. Ni kuendelea kupungua kwa idadi ya vifo vitokanavyo na ugonjwa wa malaria kwa 39%, kutoka vifo 2460 kwa mwaka 2020 na tumefika vifo 1503 kwa mwaka 2024. Kutoka hapa jijini Dodoma, mimi ni Agnes Nyamaru wa ITV. Asante Agnes kwa taarifa hiyo. Wakulima wa zao la kahawa mkoani Songwe wamelalamikia baadhi ya wanunuzi kutofuata utaratibu uliowekwa na bodi ya kahawa kupitia vyama vya msingi vya ushirika kufika mashambani na kununua kahawa ikiwa bado ni mbichi kwa bei kandamizi, huku wakiomba serikali kuingilia kati hali hiyo kabla haijathiri zao hilo ambalo linazidi kufanya vizuri katika soko la kimataifa. Kutoka Songwe, Duke Mwasimwiko anayo taarifa zaidi. Hao wametoa malalamiko hayo wakati wa kikao kilichokutanisha wadau wa zao hilo kanda ya Mbeya yenye mikoa ya Rukwa, Songwe na Mbeya kutathmini maendeleo ya tasnia ya kahawa na kuweka mikakati ya kuinua zao hilo ambalo kwa sasa uzalishaji wake unatajwa kuongezeka. Kahawa imeanza kuchuma ni kuhakikishia mtu ambaye kahawa inanunuliwa na inanunuliwa sio kwa bei yako ile au sio kwa bei yako ile, na hiyo kahawa imeanza kuchanganya na majigo ile ambayo tulikuwa tunachanganya wakati mwingine. Soya zimo, mahindi yaliyoyamo, kahawa inatoka kwenye magendo. Wakati tunapambana sisi kama bodi kuzuia haya mambo, tunakuta kuna mambo yanayofanyika hapa chini ambayo pengine sasa wakulima wenyewe ambao ndio wadau na wakubwa zaidi wa zao la kahawa wangeweza pia kutusaidia na kutoa taarifa hizi kama ilivyokuwa mjumbe. Kupitia kikao hicho, mkurugenzi wa masoko kutoka bodi ya kahawa nchini Bwana Frank Nyalusi anaelezea baadhi ya maazimio yaliyowekwa ili kuinua zao hilo. Kikao kimekuja na maazimio ambayo mengi maazimio ni ya kujenga. Kwa mfano, tumeweka azimio la kwamba kila AMCOS at least iwe na CPU, na kama tunavyojua kahawa inauzwa kutokana na ubora, na ubora ndio eneo letu ambalo tunajivunia kama nchi ya Tanzania. Sisi kama taasisi
tunaendelea na utafiti wa aina bora ambazo zina uhimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini pia tuna mkakati wa kuhakikisha watu sasa waende kwenye kile kilimo cha kahawa kwa kuchanganya pamoja na miti ya kivuli pamoja sambamba na miti mingine ya misitu. Akiongoza kikao hicho, mkuu wa mkoa wa Songwe Bwana Daniel Chongolo, kando na kutoa maagizo mbalimbali, anatoa rai kwa viongozi wa vyama vya msingi vya ushirika. Tunapochagua viongozi kwenye hizi AMCOS, tuwachague kwa sababu ya uadilifu wao, sio ujanja. Uwezo wao wa kutuhudumia sio uwezo wao wa kuhudumia matumbo yao, na uwezo wao wa kututhamini wakulima na sio uwezo wao wa kujithamini wao. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko amewataka watumishi katika eneo la mpaka wa Namanga unaounganisha Tanzania na Kenya kuepuka uanzishwaji wa migogoro itakayoweza kuharibu taswira ya nchi kwa wageni wanaotoka mataifa mbalimbali ambao hutumia mpaka huo kuingia na kutoka hapa nchini. Kutoka Longido, Arusha, Ferdinand Shayo anayo taarifa zaidi. Biteko ametoa wito huo katika ziara yake kukagua miradi ya maendeleo katika kata ya Namanga wilayani Longido, ikiwa ni sehemu ya ziara ya siku 4 katika mkoa wa Arusha, ambapo pia amekagua shule ya wasichana ya Longido Samia pamoja na kuzungumza na wananchi wa kata ya Mundarara. Mimi wito wangu kwenu tu ni kuendelea kuwa mabalozi wazuri wa nchi yetu. Mjitahidi sana, na mimi naamini mnajitahidi kuangalia kuwa mapungufu yoyote atakayotajwa kwenye kituo hiki basi yasiwe ya upande wa Tanzania, yawe ya mtu mwingine. Mtu akitoka kwenye dawati la nchi fulani aone kwamba dawati la Tanzania ukifika kuna reception nzuri. Kaimu meneja wa kituo cha pamoja cha forodha Namanga, Edwin Chandwe, akaeleza mafanikio, huku mkuu wa shule ya wasichana Longido Samia naye akafikisha changamoto za wakabili. Tunafanya manually. Tunaamini kwamba uwepo wa skana utaongeza efficiency, kwa maana skana inatuguide. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tunaiomba serikali yako sikivu itusaidie kupatiwa nishati ya gesi ambayo ni rafiki kwa mazingira endelevu. 2, tunaomba tupatiwe digital library katika jengo la TEHAMA. Tunaomba pia kupatiwa samani, viti na meza kwa ajili ya kuiweka kwenye walo letu la chakula. Tunaomba pia kupatiwa fence kuzunguka shule yetu. Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda akapata nafasi ya kutoa neno katika mpaka huo. Tunaomba ya kwamba tusaidie kuwezesha mpaka wetu uweze kuwa na skana ili kurahisisha utendaji wa kazi na kuongeza kiwango kikubwa cha mapato ambacho kinatokana na mizigo inayoingia na kutoka. Tume huru ya uchaguzi imefika Mbeya mjini kujiridhisha na mapendekezo ya wananchi kugawa jimbo hilo kwa vigezo vilivyowekwa vya jiografia, mawasiliano na ongezeko la idadi ya watu. Kutoka jijini Mbeya, mwanahabari wetu Rebeka Kinyunyu anayo taarifa zaidi. Jimbo la Mbeya mjini linaongozwa kwa sasa na Dr. Tulia Ackson ambaye ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lilipendekezwa kugawanywa kupata jimbo jipya la Uyole katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu. Na kwa maombi yaliyowasilishwa na mapendekezo ya kuligawa jimbo la Mbeya mjini, halmashauri ya jiji la Mbeya, mkoa wa Mbeya ni sahihi na kwa mujibu wa barua iliyowasilishwa na katibu tawala wa mkoa wa tume. Aidha, tunawasihi kwa kikao hiki haina maana kuwa sasa ombi lenu limekubaliwa, bali tume leo hapa imetimiza matakwa ya kanuni ya 18 ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 2024 ya kutembelea majimbo yaliyoomba kugawanywa au kubadilisha jina la jimbo. Kaimu mkurugenzi kutoka Tume Huru ya Uchaguzi Bi Giveness Yaswile amezungumzia malengo ya Tume Huru ya Uchaguzi kuja kuhoji masuala ya kugawanya jimbo mkoani Mbeya. Wadau, niseme tu lengo la kikao cha leo kama ilivyoelezwa pia kwenye hotuba ya ufunguzi, tume inapenda kujiridhisha na taarifa ambazo zipo katika barua ya katibu tawala wa mkoa kuhusu kugawa jimbo hili la Mbeya mjini. Sasa mambo ambayo tunataka tuthibitishe, la kwanza,
Je, ni kweli tarehe 11 Machi 2025 kulifanyika kikao cha baraza la madiwani na wakakubaliana kuligawa jimbo la Mbeya mjini? Tujipigie makofi basi. Bwana Godfrey David ni mwenyekiti wa chama cha ADC mkoa wa Mbeya, ametoa maoni haya. Yote yaliyotamkwa hapo tulijadili kwa ushirikishwaji mkubwa, na matumaini yetu dada yetu Aswile mkamkwetu Fijo, tunahitaji sana jimbo la Mbeya, jimbo la Uyole na jimbo la Mbeya mjini. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imemkabidhi mkandarasi mzawa eneo la mradi wa ujenzi wa skimu ya umwagiliaji ya Idudumo awamu ya 3 utakaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 39 unaotekelezwa katika kijiji cha Idudumo kata ya Mwanzoli katika wilaya Nzega mkoani Tabora kwa muda wa miaka 2, ambapo wakulima zaidi ya 5,000 watanufaika na mradi huo. Kutoka Nzega, Tabora, mwanahabari wetu Paulo Benjamin anayo taarifa zaidi. Baada ya zoezi la utiaji saini mkataba wa mradi na kumkabidhi mkandarasi eneo la mradi, mhandisi wa umwagiliaji mkoa wa Tabora Martini Mgangaluma anatoa taarifa ya mradi huo, huku wakazi wa eneo hilo wakiwemo wakulima wakieleza faraja yao. Kazi ambazo zitafanyika katika bwawa ni ujenzi wa tuta lenye urefu wa kilomita 1 na kina cha mita 6 na upana wa mita 5 kwa upande wa juu. Lakini pia patakuwa na ujenzi wa tuta la kuzuia mafuriko katika pande zote mbili za bwawa. Lakini tutaendelea na kazi ya ujenzi wa utoro wa maji kwa urefu wa mita 160. Hii ni kwa ajili ya kulinda tuta ambalo tunalitengeneza. Kukamilika kwa mradi huu kutawanufaisha wakulima zaidi ya 5,000 katika vijiji vya Idudumo, Mwanzori, Mwagedeli, Kitengwe na Iduguta katika kata za Mwanzori na Migua. Huu mradi tutaulinda kwa mikono miwili. Alafu manufaa ya wananchi wa Idudumo, yani kipindi cha nyuma walikuwa wanahangaika sana, walikuwa wanateseka na mambo ya chakula. Kwa sasa hivi walipotuletea huu mradi Mheshimiwa Bashe, naona hali ya ukame wa chakula umepungua. Mimi nimepokea mwanzo vizuri sana, lakini kule nyuma tulikuwa tunahangaika sana. Maji tulikuwa tunaenda kuchota mbali, wilaya ya Igunga tulikuwa tunaenda kuchota huko. Baadaye ulipokuja huu mradi, maji tunapata huku. Alafu tena na mambo ya kilimo, sasa hivi tunalima mpaka mara 2. Kwa upande wa mkandarasi kutoka kampuni ya Kizawa ya mkoa wa Logistic Construction, Bi Violet Modicha anatoa uhakika wa kukamilika kwa wakati kwa mradi huo na kwa kuzingatia viwango. Tunawaahidi kwamba mradi huu utafanyika kwa kiwango cha juu sana. Tuna mainjinia wabobezi ambao wapo tayari kufanya hii kazi, na waahidi kwamba tutaifanya ndani ya muda ambao utakuwa tumepewa. Labda Mungu akijalia kwa uwezo wake tutaweza kumaliza mapema kabla ya hapo. Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Uyui Bwana Mohamed Mtulia Kwako akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora anaeleza umuhimu wa mradi huo. Kwa maana wale wote watakaokuwa wanashughulika na swala zima la kilimo watakuwa wanaweza kulima muda wote katika mwaka mzima. Kwa hiyo kutakuwa na fursa kubwa ya kibiashara, na tutaendelea kupanua fursa kwa wananchi wetu, watakuwa wanaweza kujipatia fedha za kigeni na pesa zetu za Kitanzania kwa ajili ya mradi huu. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imesema ni haki ya msingi na inayokubalika kwa vyama vya siasa nchini kupata ruzuku kutoka serikalini kwa ajili ya harakati za siasa ndani ya vyama hivyo. Mwanahabari wetu Faruk Karim anayo taarifa zaidi. Msimamo huu umetolewa na naibu msajili wa vyama vya siasa nchini anayefanya kazi zake hapa Zanzibar, Mohamed Ali Ahmed, wakati akizungumza na viongozi wa vyama vya siasa walioko hapa Zanzibar kutoka karibu vyama vyote 18 katika mkutano wa mafunzo ambao walikuwa na ufunga. Hili jambo limekuwa ni changamoto kubwa sana. Mimi nasema mna haki ya kulidai kama vyama vya siasa, wala sipingi katika hilo. Na kikosi kazi, maoni ya kikosi kazi 100% alikuja na hilo pendekezo, na lipo kwenye kitabu cha kikosi kazi kwamba vyama vya siasa vyote vipate mgao wa ruzuku. Mimi pia naendelea kuamini kama mlezi wenu ni haki yenu. Sasa tunaendelea kushauriana na serikali katika swala hili. Nao baadhi ya viongozi wa vyama hivyo wamezungumzia matarajio yao baada ya mafunzo hayo. Faida kubwa sana ya kutuelekeza jinsi ya kusimamia sheria, kufuata sheria. Tunajua nchi yetu inaongozwa kwa sheria.
Sasa mafunzo tuliyoyapata hapa tumepata faida kubwa mno, kwa sababu tumeelekezwa jinsi ya kutunza kumbukumbu, jinsi ya kutunza mahesabu, pamoja na kwamba sisi vyama vyetu wengine tunalalamika kwamba sisi hatuna hela, lakini ni kwamba inatufundisha kwamba hata ile kidogo tunayoipata tujue jinsi ya kuitunza. Na tunaiomba tume ya uchaguzi zote mbili katika chaguzi hizi ziwe huru na haki kwa yule ambaye anashinda na anashindwa. Kwa hiyo tunakubali matokeo yote, ambayo kama tutashinda tutakubali matokeo, na pale ambapo tunashinda basi kusiwe na mambo ya kiujanja. Tuondoka na kwanza tutengeneze ofisi zetu tutakapokaguliwa nzuri, sisi wenyewe pia tuwe wazuri katika kuingia kwenye kugombea, tuondoshe shari, tuondoshe na kila kitu katika vyama vyetu. Wakati kilio cha vyama vikidai ruzuku ni cha miaka mingi, na msajili amekuwa akiwapatia vyama hivyo shilingi bilioni 5 kila muda baada ya kujisaidia, huku sheria sasa ni vyama vilivyoko bungeni ndio pekee vinaweza kupata ruzuku, ambapo kwa sasa ni karibu vyama Chama cha Mapinduzi, Chadema na ACT Wazalendo ambao ndio wenye nafasi ya kupata ruzuku hizo. Kisiwani Zanzibar, mimi ni Faruk Karim, ITV. Asante Faruk kwa taarifa hiyo. Serikali imeomba kuweka utaratibu endelevu wa kuelimisha wananchi, hasa vijana, faida za muungano na unavyochangia maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Mwanahabari wetu Asiraji Mvungi anayo taarifa zaidi. Tolewa na baadhi ya wananchi mkoani Arusha walipokuwa wanaelezea mtazamo wao juu ya muungano ambao wamesema umekuwa na tija na mchango mkubwa haswa katika sekta ya utalii. Muungano wenye tija sana kwenye sekta ya utalii. Tunapotangaza vivutio vya Tanzania, tunatangaza pamoja na vya Zanzibar. Tunapotangaza pia vivutio vilivyopo Zanzibar, tunatangaza pia vilivyopo Tanzania. Hivyo wageni wengi na ulimwengu wote kwa ujumla unaona Tanzania na Zanzibar kama nchi moja. Ushauri wangu, tuendelee kutunza muungano wetu kwa gharama yoyote ile. Aidha, wananchi hao pamoja na kukiri kuwepo kwa baadhi ya changamoto, wamesema zinaweza kutatuliwa na haiwezi kuwa sababu ya kuvunja muungano. Muungano ni mzuri sana, maana penye utengano hakuna nguvu. Ila kitu ambacho watu wanakizungumza wengi, wanapofika Zanzibar wanakutakiwa kitambulisho, na kama ni nchi moja basi kwa nini hivi vitu vinatokea kama vipo? Kuna watu wengi ambao hawaelewi faida kwa sababu hawajui. Hata ukitokea watu wachache wakisema sio mzuri, wanaweza kukubaliana nao maana hawajapata elimu. Swala la muungano pia likazungumziwa na baadhi ya viongozi. Muungano hauna matatizo kwa sababu kwanza kuna sekta za kimuungano ambazo zinatuunganisha pamoja. Na swala zima la ulinzi na usalama, mpaka sasa tuna amani na utulivu kutokana na usalama uliopo katika nchi yetu ambao unatuunganisha. Lakini changamoto zipo baadhi ya maeneo, lakini changamoto huwa zinatatuliwa moja baada ya nyingine. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuogopa changamoto, kwa sababu changamoto ni maisha. Lakini tunapopata changamoto ndio tunapata kazi ya kufikiri zaidi. Na imani kabisa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, changamoto zote anazifahamu na zinaendelea kutatuliwa moja baada ya. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Geita limezitaka shule zote za mkoa huo kufunga vifaa maalum vya kukinga na kudhibiti radi ili kuepuka maafa kutokana na mkoa huo kuwa na radi za mara kwa mara katika kipindi cha mvua kubwa. Kutoka mkoani Geita, Basil Elias anayo taarifa zaidi. Kabidhi misaada kwa watoto wadogo wanalelewa katika kituo cha nyumba ya Neema. Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mrakibu Hamisi Shabandawa ameeleza umuhimu wa kufungwa kwa kingaradi katika shule zote. Matukio mengi ya mvua na bado mvua zinaendelea, lakini lengo letu tunawashauri kwa kipindi hiki cha mvua zinazoendelea. Moja, wachukue tahadhari mvua inaponyesha, basi kama kuna mahali daraja au barabara imejaa maji wasiweze kuvuka. Lakini la pili, kwenye maeneo ya umma yote tumeshatoa maelekezo kwa shule za serikali na shule binafsi kwa ajili ya kuweka mitego ya kujikinga radi. Lakini ukaguzi wa hayo maeneo yamefanyika pamoja na elimu yanatolewa maeneo yote ya stendi na maeneo mbalimbali ili wananchi wapate elimu. Lakini pia watumie namba yetu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ambayo ni 114. Tukio lolote la mafuriko, ajali ya barabarani, matukio yote yanayohusiana na matukio, hasa matukio ya jinai, ili tuweze kufika kwa haraka. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Geita limesema limeguswa na changamoto zinazowakabili watoto wanaoishi katika mazingira magumu na kuitaka jamii kujitoa kuwasaidia. Kwa jeshi tumewiwa kuona kuna watu wanahitaji, wana mahitaji.
Kwa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita tushirikiana na wapiganaji wote, maafisa na askari, tumekuja kwa pamoja ili kuona watoto na kuweza kutoa zawadi zetu pale tulipojaliwa. Mlezi wa kituo cha nyumba ya neema Bwana Lucas Matumba ameomba wasamaria wema pamoja na taasisi na mashirika kujitoa kuwasaidia watoto wenye mahitaji ili wajikwamue na ugumu wa maisha. Tunayo mahitaji mengi ambayo kwa kimsingi tunatamani kuiona jamii inahusika, na tunatiwa moyo sana tunavyoendelea kuwalea watoto, na tunaona jamii kupitia mfano mzuri wa jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kutoa mahitaji ya watoto. Tunayo mahitaji ambayo tunahitaji kupata mchere, mafuta, sabuni, maziwa ya watoto ya kopo, tunahitaji kupata Deto, jiki kwa ajili ya usafi. Kutoka katika kituo hiki cha Neema House cha kulea watoto wanaishi katika mazingira magumu hapa mkoani Geita, Basil Elias, ITV. Asante Basil kwa taarifa hiyo. Wananchi katika wilaya Masasi mkoani Mtwara wameiomba serikali kuwapatia mkoa huo utakaochukua wilaya za Tunduru mkoa wa Ruvuma na Nyumbu mkoa wa Masasi mkoani Mtwara na Liwale mkoa wa Lindi ili kuharakisha huduma kwa wilaya hizo ziko mbali na makao makuu ya mikoa yao. Kutoka Masasi mkoani Mtwara, Joseph Mwambije anayo taarifa zaidi. Ombi hilo limetolewa na mwakilishi wa wananchi mbunge wa jimbo la Masasi mkoani Mtwara, Mheshimiwa Geoffrey Mwambe, pamoja na wananchi wenyewe kwenye mkutano mjini Masasi. Tuliomba serikali kutengeneza mkoa mpya ili kuharakisha kutoa huduma kwa baadhi ya ndugu zetu. Wilaya ya Tunduru kijiografia imeingia mkoa wa Ruvuma. Ni kilomita 167 kutoka hapa. Wao kwenda Songea mjini wana zaidi ya kilomita 270. Kwa hiyo mtu aliwale ili aende mkoani kwake inabidi atembee kilomita 175 mpaka hapa, afu ndo aanze tena safari kilomita 145 kwenda Lindi mjini. Tukishapata mkoa kuna faida nyingi ambazo kuzipata. Kwanza tutakuwa ni karibu sana ya kupata huduma hizo rahisi, lakini pia unapata mkoa manake kwamba maendeleo yanakwenda haraka zaidi. Tunapokosa manake kwanza kutoka hapa Masasi kwenda pale Mtwara ni kilomita 202, ni hatua. Mheshimiwa Mwambe anasema michakato ya kupata mkoa mpya ilishafanyika miaka ya nyuma, na sasa wanachokifanya ni kukumbushia jambo hilo. Wabunge wa Lindi na Mtwara walikaa wakaongea na mamlaka zao, ikaenda mpaka kwenye RCC na baraza la ushauri wa mkoa wa Lindi na Mtwara, ikakubalika kwamba wilaya ya Liwale, wilaya ya Nachingwea, wilaya ya Masasi na Nyumbu na Tunduru ziungane na kutengeneza mkoa mmoja. Ukitoka Liwale na Nachingwea unakuja Masasi. Kwa hiyo ikaonekana Masasi ndio sehemu ambako panafaa penyewe tu kiasili kuwa ndio makao makuu ya mkoa. Akizungumza kwenye mkutano huo, mkuu wa wilaya ya Masasi Birecho Kasanda anasema tuendelee kuunga mkono maendeleo haya ili na sasa wilaya yetu ya Masasi iendelee kung'ara. Wote napokuwa huwa natamani pang'are. Naamini Masasi itakuwa ya mfano. Nipeni tu ushirikiano, lakini niwaambie tu milango iko wazi. Kuna jambo la kushauriana, naomba tushauriane. Kuna jambo la kushauri, naomba tuwasiliane. Tumeelewana wazazi wangu? Naomba tufanye nini? Tuwasiliane. Nikiripoti kutoka katika halmashauri ya mji wa Masasi wilayani Masasi mkoani Mtwara, mimi ni Joseph Mwambije wa ITV. Asante Joseph kwa taarifa hiyo. Walimu katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma wametaka serikali kuanza kuchukua hatua za haraka kuharakisha vyuo vya ualimu nchini vinatumia mifumo ya kisasa ya tehama ili kuzalisha walimu wengi wenye weledi wa kutumia tehama katika ufundishaji, hali itakayosaidia kuboresha elimu hasa maeneo ya vijijini. Kutoka Kigoma, mwanahabari wetu James Jovin anayo taarifa zaidi. Wamesema hayo baadhi ya wanafunzi wa chuo cha ualimu Kasulu wakati wa mahafali ya 40 ya chuo hicho kilichoanza tangu mwaka 1970 na kusaidia kwa kiasi kikubwa kutoa walimu wenye weledi wa kufundisha kwa miaka mingi. Bila miundombinu ya tehama inatuletea changamoto sana kwenye masuala ya ufaraguzi wa zana, masuala ya kufundisha, kuangalia namna ya ufundishaji ulio bora, kuchagua mbinu za ufundishaji. Kwa kweli kompyuta bado hazitoshi.
Chuo chetu kina takribani ya wanafunzi 1000 na kompyuta tulizopatiwa ni chache sana. Hivyo tulikuwa tunaomba msaada wao zaidi, waendelee kutuongezea kompyuta nyingine ambazo zitasaidia ili kiwezekana kila mwanachuo awe na kompyuta yake binafsi kwa ajili ya kuifundishia na kujifunzia. Kwa upande wake Konso Ikweta, mratibu mradi wa elimu TEHAMA shirika la Laira, Helen Cheyo mkuu wa chuo cha walimu Kasulu, pamoja na Huruma Mageni ambaye ni mkurugenzi wa mafunzo ya walimu kutoka Wizara ya Elimu, huwa amesema shirika la Laira in Africa lipo kwa madhumuni ya kuondoa changamoto ya matumizi ya TEHAMA katika shule zilizoko vijijini, hasa kuziba pengo kati ya shule zilizoko vijijini pamoja na mjini katika upatikanaji wa elimu ya kisasa kwa njia ya TEHAMA ama digital education. Wanachuo wetu hawa wataweza kupata maarifa kwa njia bora zaidi katika kujifunza kwa vitendo kwa kutumia vifaa vya kisasa. Hii ni hatua kubwa ya kuboresha ubora wa elimu na kuongeza ufanisi kwa kufundisha na kujifunza katika chuo chetu. Kwa hiyo unawezekana ukawa na upungufu wa mwalimu wa TEHAMA labda Kasulu, lakini tuna mwalimu mzuri wa TEHAMA Morogoro. Kwa kutumia hii miundombinu, tunatumia mwalimu yule anafundisha karibia vyuo vyote kwa wakati mmoja. Nikiripoti kutoka hapa wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni James Jovini wa ITV. Asante James kwa taarifa hiyo. Tatizo la watoto wachanga kuzaliwa wenye shida ya mgongo wazi na vichwa vikubwa hapa nchini limekuwa likiongezeka hadi kufikia watoto 7500 kwa mwaka, ambapo ni wastani wa watoto watatu kati ya watoto 1000 wanaozaliwa kwa mwaka. Limeanza kupatiwa ufumbuzi kufuatia taasisi ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI kwa kushirikiana na taasisi ya Modeji Foundation kutoa elimu ya afya juu ya swala hilo. Kutoka Lindi, Elisante Mkumbwa na taarifa zaidi. Daktari bingwa wa upasuaji kutoka taasisi ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI, Daktari Zarina Shabia, amesema hayo hapo wilayani Masasi wakati alipokuwa wakitoa mafunzo katika hospitali ya Mkomaindo ya halmashauri ya mji wa Masasi kwa watoa huduma wa afya zaidi ya 60. Na watoto wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi. Kama ambavyo tumeshasikia kwamba tatizo hili sasa hivi ni kubwa, kuna watoto takriban 7500 kwa mwaka wanazaliwa na tatizo hili, ambalo ni wastani wa kama watoto watatu kati ya 1000 wanaozaliwa kwa mwaka wanakuwa na hili tatizo. Kuna uwezekano mkubwa sana wa hili tatizo kupungua kutokana na kama tutawapa wananchi elimu ya kutosha pamoja na watoa huduma elimu ya Kwa upande wake mratibu wa miradi ya Modeji Foundation ambao ndio wamefadhili mafunzo hayo, Amina Ramadhani, anaeleza sababu ya watoa huduma wa afya kupatiwa mafunzo hayo, huku mganga mkuu wa hospitali ya Mkomaindo ya halmashauri ya mji wa Masasi, Daktari Salum Gembe, pamoja na kusifu uongozi wa ITV kwa mstari wa mbele kuhabarisha wananchi masuala mbalimbali. Hapa anaeleza. Tambua ya kwamba kuna changamoto kubwa ya watoto wetu wanaozaliwa na shida ya kichwa kikubwa na mgongo wazi. Wanasema spinal bifida and hydrocephalus. Hii changamoto inatibika, lakini changamoto hii pia inaweza ikazuilika tukishirikiana na watu wa huduma wetu kutoka vituo vya kutolea huduma. Tukienda kwenye upande wa vichwa vikubwa pamoja na mgongo wazi, hapo unaweza ukakaa mkoa Mtwara, hilo tatizo lipo sana. Unaweza ukakaa kwa mwezi ukaona watoto 3 hadi 6 kwa mwezi. Wao na watoto wengi sana katika serikali yao, na ukiangalia na burden ya ugonjwa. Naishukuru sana chombo cha ITV kwa kuendelea kufuatilia maboresho makubwa mama anayofanya. ITV ni super brand. Kwa upande wao watu wa huduma waliopatiwa mafunzo wanaeleza jinsi mafunzo hayo yatakavyowasaidia kuwabaini wajawazito waliokuwa na watoto wenye mgongo wazi na vichwa vikubwa kabla ya kuzaliwa. Kupitia Modeji Foundation pamoja na hospitali ya MOI wamekuja kutukumbusha na kutupatia mafunzo zaidi juu ya kuhusiana na mgongo wazi pamoja na kichwa kikubwa, ambayo imekuja kutusaidia na kutupatia uwanja mkubwa zaidi katika kuweza kuwatambua watoto wako wakati. Uelewa ulikuwepo kama ulivyosema awali, lakini umeboreshwa na umeongezwa. Siku zote mafunzo kama haya yanapokuja yanatusaidia sisi kufocus zaidi kwenye jambo husika. Kutoka hapa katika hospitali ya mji wa halmashauri ya Masasi, hospitali ya Mkomaindo ambayo ipo hapa wilayani Masasi, ni mimi Elisante Mkumbo wa ITV.
Asante Elisante kwa taarifa hiyo ambayo inatupa wasaa kukumbusha watazamaji wetu kuwa msisahau kuendelea kuchangia swali letu la kimaji yote ambapo lilikuwa likihoji wanaoendesha siasa za kubagua na kukashifu vyama vingine badala ya kueleza sera za maendeleo ya wananchi. Je, wapuuzwe na kunyimwa nafasi kwenye majukwaa? Wanaoendesha siasa za kubagua na kukashifu vyama vingine badala ya kueleza sera za maendeleo ya wananchi, je, wapuuzwe na kunyimwa nafasi kwenye majukwaa? Namna huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari. Taarifa nyingine ya habari msikose kujiunga nasi ifikapo saa 2 kamili za usiku. Kwa niaba timu nzima tunasema asanteni, tafadhali endelea kutazama ITV.